kama wameenda moja kwa moja na kuna kamati nyingine ambayo hawajaenda. Na nilimsikia mwanasheria Alex Mgongolwa akisema kwenye radio moja kwamba Yanga walipaswa waende kwenye wakati rufaa kwenye kamati na uhusiana na masuala haya, wakishindwa ndio waende CAS. Sheria ni kwamba kwanza unatumia utaratibu wote wa nyumbani kwa maana ya TFF, ukishindikana huko ndio unakwenda CAS. Na unakwenda CAS inabidi ujiandae vizuri kulipa mamilioni ya pesa na kuelewa hoja yako iwe na msingi. Kwa hiyo na washauri wasifanye papara, wanaona sheria wazuri wakae nao ili waweze kuwashauri. Kwa hiyo hakuna kanuni ambayo inapelekea klabu kwenda moja kwa moja wakati kamati husika bado zipo chini za kutoa maamuzi. Kwa moja wala haitasikilizwa kama wakigundua FIFA. Wakigundua haisikilizwi. Haisikilizwi, inarudishwa tu na unaweza ukapoteza hela yako. Ni vizuri wakapitia kanuni, wakaona wanapata kukata rufaa wapi. Sawa. Na jana tumemsikia mwenyekiti wa bodi ya ligi Steven Mguto akizungumza na mmoja wa chombo cha habari akizungumza kwamba hizi Simba na Yanga kama busara haitumiki mambo yanaweza kawa tofauti kabisa. Kwenye neno hili jambo la busara kwa upande wako wewe unaweza kulielezea vipi? Ni kweli. Kwa sababu mpira wetu bado kuna ushabiki uliopindukia. Wakati mwingine ushabiki wenyewe hautaki kupata hata haki wala sheria. Kwa hiyo unapoamua mswali yanayohusu Yanga na Simba, unataka uwe utumie busara sana. Nitakupa mfano. Wakati nikiwa katibu mkuu wa FAT, kuna mambo mawili yalitokea kwa Yanga. Ningesema nifuate sheria, mimi mwenyewe ningepata matatizo na ligi ingeharibika. Wakati ule tulikuwa tunasajili kwa kutumia, kuna fomu moja inaitwa fomu mama, yani wachezaji wote wanasaini pale. Sasa wachezaji wa Yanga waligoma kusaini, nadhani hawakulipwa signing fee zao. Kwa hiyo ilipofika saa 5 usiku, viongozi wakanifuata. Nilikuwa nimekaa ofisi za FAT wakati ule kusubiri hizo fomu. Vilabu vyote nilikuwa nimepata kasoro Yanga. Kwa hiyo kwa mara ya kwanza leo ndo natoa siri. Nilichoomba Yanga walete hizo majina yao bila signature yao. Kwa hiyo tukawaruhusu Yanga. Asubuhi nikatangaza kwamba na Yanga wamekamilisha fomu zao, jambo ambalo lilikuwa si la kweli. Lakini sasa sheria inasemaje? Sheria ilikuwa inasema kwa kushindwa kuwasilisha fomu ya mama, Yanga hairuhusiwi kushiriki kwenye ligi kuu na inashushwa moja kwa moja daraja la pili. Na kuuliza mtangazaji, wewe unaweza kufanya hivyo? Sheria inasema wakati ule kwamba ukishindwa kuwasilisha fomu mama, timu inashushwa daraja, inakwenda daraja la pili. Na kuuliza wewe kwenye ligi ya Tanzania, Yanga au Simba unaweza kuwashusha daraja kuwapeleka ligi daraja la pili? Lakini sheria inasemaje? Ndio inasema hivyo, nakueleza, nakwambia jaribu kutumia. Maana umeniuliza swala la busara. Ndio. Kwa soka la Tanzania kuna kizungumkuti, nadhani kuna mchifuano, lakini je, laiti ungechukua maamuzi ya kushusha daraja, hauoni kana kwamba labda kungekuwa na mafunzo mengi kwa viongozi wajao? Wewe unafanya mchezo na Simba na Yanga, unajitafutia mauti au balaa. Nadhani wewe hujui ushabiki wa Yanga na Simba. Kwa sisi ambao tumekulia Dar es Salaam tunaelewa. Si kitu cha kufanya maskhara. Sasa hivi kidogo wameanza kuwa mashabiki wa staarabu. Zamani Yanga au Simba ikifungwa wanakufuata nyumbani kwako kiongozi, wanaweza wakachoma nyumba yako. Bakari Malima, Bakari wamebadilika, umekuwa staarabu. Tofauti na zamani. Mfano mwingine, nitakupa mfano mwingine, faida ya busara. Mfano mwingine, faida ya busara. Mahakama Kuu
inatoa kila siku hukumu ya watu kunyongwa. Lakini karibuni marais wote wanatumia busara. Hawapendi kuidhinisha kunyongwa kwao, wanawaacha wanakaa mle mle mpaka wanakufa, wengine wanasamehewa. Na kuna kesi moja nilisoma, mtu mmoja alikuwa ni mwizi, kila mara anakamatwa, anapelekwa mahakamani. Kumbe yule anaona raha kukaa gerezani. Kwa hiyo hakimu aligundua hiyo, akamwambia pamoja na kwamba uko kwenye hatia, nitakuweka nje ya probation, sikupeleki ndani. Sasa ijayo ukiletwa kwa kosa hili nitakufunga miaka mingi. Ingawa sheria inaruhusu amfunge, lakini hakimu akatumia busara kutaka kumuokoa huyo mhalifu. Kwa hiyo shekhe, busara ni kitu muhimu sana, sio tu kwenye mpira, kwa jambo lolote. Hata wewe kwenye redio yako hiyo, akija mtu anatoa taarifa yake ya kutukana viongozi, sidhani kama utampokea. Ndio, sitampokea. Hiyo ndio busara hiyo. Sawa. Sawa. Kuna kauli pia amezungumza pia Steven Mguto kwamba mambo yakiwa mazito pia watajaribu pia kuzungumza ama kuiomba pia serikali pia iweze kuwasaidia kwa sababu ya hizi ya Simba na Yanga kana kwamba zimebeba sana vichwa vya wapenda kabumbu. Hili nalo likoje? Hakuna ubaya, kwa sababu hiyo inaonesha ushirikiano mzuri uliopo kati ya TFF, bodi ya ligi na serikali. Kwa hiyo kwenda kwa baba kutaka ushauri ni jambo zuri sana, wala si jambo baya hata kidogo. Sheria ni kuomba tu hasa viongozi wetu, mashabiki wetu na wapenzi, tubadilike. Haya yaliyotokea nyuma sasa hivi tusameane, tuangalie wakati ujao. Na sheria kuna mambo mengi. Sasa kuna mambo mengi yametokea. Sasa wewe nikueleze. Ndio. Israeli anachofanya kwa Palestina, wewe unaona ni sahihi? Kwenye jambo la kisiasa bwana Ismail Rage, mimi ni kibinadamu nakuuliza. Nakosa majibu kwa sababu sijabobea sana kwenye eneo hilo bwana Rage. Nadhani huko tuondoke mwenyewe. Maana yake nasema hivyo kwa sababu gani? Ndio. Israeli ni wanachama wa FIFA. Russia ni mwanachama wa FIFA. Lakini Russia kwa kuivamia Ukraine imetolewa kwenye FIFA mashindano yote. Hali kadhalika Israeli wamevamia Palestina, lakini hawajatolewa kwenye mashindano ya FIFA. Sheria iko wazi. Sawa. Lakini sheria sawa. Lakini Rage, sheria si inasema kwamba masuala ya soka hayapaswi kwenda yani serikali haipaswi kujihusisha zaidi na mpira. Hauoni kana kwamba kama watapokea ushauri kutoka kwenye serikali itakuwa na wakati mgumu kwa FIFA huko? Wao wamesema wanaenda kuomba msaada serikalini, which is good, na FIFA inaingia hilo swala kabisa. FIFA inachokataa ni serikali kuingilia kuongoza michezo. Kwa mfano TFF wanafanya uchaguzi wao, unasema Karia simtaki, hapa nafasi namtaka awe Rage. Sio mara unasema tunavunja ligi yenu. Serikali haina mamlaka hiyo. Serikali yenyewe inaangalia usalama wa wachezaji. Serikali inaruhusiwa jambo moja tu la kuingilia pale, kama kuna kosa la jinai. Serikali inaruhusiwa kabisa kuingia, wala haihitaji kibali cha mtu yoyote, wala FIFA hata haitakataa. Kwenye sheria za FIFA ziko very clear kwamba any crime or criminal offense FIFA will not interfere. Okay, Bakari Malima, kuna jambo nataka kuulize pia kuhusiana hili. Huyo naye kama mtu wa wapo. Tuko na jembe Ulaya. Kiongozi wangu, heshima yako kwanza. Ulaya unanaitwa. Simwite Bakari Malima, mwite jembe Ulaya. Jembe Ulaya, yuko hapa. Heshima yako kiongozi wangu. Upata bahati ya kumuona, ni mmoja wa wachezaji wazuri sana alikuwa. Okay. Unasemaje Bakari? Heshima yako kiongozi wangu kwanza. Asante sana mchezaji wangu. Kwema kabisa huko lakini.
Kwema kabisa, alhamdulillah, wala usitona hofu. Nashukuru, jambo la kumshukuru Mungu. Sasa kiongozi wangu, malaki ujue kwa sasa hivi kidogo nyakati zinabadilika. Kwa miaka ile nadhani mpira uliuongoza kwenye kipindi kigumu sana. Lakini kwa sasa hivi bahati nzuri mambo mengi yamebadilika sana. Na kwa sasa hivi tunaendelea kupiga hatua, vilabu vyetu vinafanya vizuri kimataifa na tunataka kombe la Afrika lije hapa. Timu za taifa sasa hivi zinafanya vizuri. Sasa kiongozi wangu, matatizo yaliyojitokeza kipindi cha nyuma yaendelee tena kuendelea kuwepo, watu kutokusimamia kanuni na taratibu. Tutafika wapi? Tutachukua kweli hilo kombe la Afrika? Mimi nakubaliana na wewe. Ninachosema kanuni na taratibu zinaweza zikafatwa kama viongozi wa vilabu wenyewe watataka kutoa ushirikiano katika swala hili. Mbaya katika najua yote mnaongelea mechi ya tarehe 8. Pale kulikuwa na mkanganyiko. Simba walitishia kujitoa kwenye mashindano. Kwa hiyo bodi ya ligi ikaamua kabla ya Simba kutokususia kwenda uwanjani. Kwa hiyo kama Simba wangeacha kulalamika bodi ya ligi, alafu wakaacha kwenda uwanjani, kwa vyovyote vile Yanga angepewa pointi 3 na Simba wangenyang'anywa pointi 3 na vile vile wangenyang'anywa pointi 15. Na ndio maana narudia neno lilo sare itumike. Kanuni zilizokuwa zinatumika mwaka jana katika ligi kwamba timu itakayosusa kwenda uwanjani itashua daraja la pili. Sasa nani wa kushusha Yanga na Simba? Maana tusiongee vitu kutaka kuwafurahisha watu. Yanga na Simba is a supreme teams in Tanzania. Unaposhughulikia hizi timu uwe na akili sana na busara sana. Nikushukuru sana Ismail Adenrage. Bila shaka msikilizaji amepata uelewa mzuri kabisa kuhusiana hili na mtazamo wako wewe. Ni vyema tunapochagua viongozi tuachie viongozi wetu watuendeshe. Lakini bahati mbaya sasa hivi mitandao ya kijamii inatumika vibaya. Everybody anaongea, na hata nyinyi hasa watu wa radio. Unaona kumchukua mtu kumhoji, he has never played football, hajakuwa kiongozi wa mpira, hajui mambo ya mpira, anapenda klabu yake, anaongea maneno ya ajabu. Kuna wengine wanafika anaongea Simba ukifungwa leo ndio mtoe mke wangu. Huyu ana akili kweli, anaweza kuongea hadharani maneno ya namna hiyo? Watu wa namna hiyo. Lakini sasa nyinyi bado mnarekodi kwenye mitandao ya kijamii. Mtu anasema hivyo, mwingine anasema tena alikuwa mtangazaji, Yanga mkitufunga mimi nitatembea uchi mpaka Msimbazi. Sasa hebu imagine, tena mtangazaji huyu alikuwa. Mnafanya haya mambo. Comment zingine ni za kitoto. Tubadilike sasa. Mpira wa Tanzania umebadilika kama alivyosema Bakari. Wakati ule wa kwetu sisi ulikuwa mgumu sana ule. Unaendesha kutukana uwanjani ilikuwa kitu cha